Habari za saizi mabibi na mabwana, bingwa wa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya kupeana elimu juu ya mambo ya uganga wa jadi na tiba za uganga wa asili. Siku ya leo nataka nikupe elimu juu ya kinga zilivyokuwa zinawekwa kinga zamani na sasa hivi namna tulivyoweza kuboresha kinga zetu. Na pia namna watu walivyokuwa wanaweza kusaidiwa kipindi cha miaka ya nyuma na namna sasa hivi unavyoweza kusaidiwa kwa ubora zaidi. Ieleweke tiba za uganga wa jadi miaka ya nyuma zilikuwa zinafanyika kwa kiwango ambacho kuna vitu watu walikuwa hawalizishi nazo. Lakini mimi Dr. Imani Mandoto nataka nikupe elimu ili upate kuelewa. Kitu cha kwanza kwenye mambo ya mvuto, naelewa kabisa wanawake wengi na wanaume wengi waliofika kwa waganga miaka ya nyuma walikuwa wanachanjwa chale. Watu walikuwa wanachanjwa chale kwa ajili ya kuweza kuaguliwa mvuto. Wengine walikuwa wanachanjwa chale mwili mzima, wanachanjwa kwenye ulimi kama vile mtu unataka kupata nguvu ya kuweza kuongea ili watu wakusikilize. Mara nyingi ilikuwa kuna chale 7 unazochanjwa kwenye ulimi. Alafu kuna dawa unayokuwa unapakwa. Wanawake wengine kama ulikuwa unataka kupata mvuto, wengine walikuwa wanachanjwa chale mpaka sehemu za siri, walikuwa wanachanjwa chale za namna hiyo. Lakini sasa hivi kwa bahati nzuri kwa uganga wa jadi tumeweza kuboresha sana hivyo vitu kupitia nguvu za majini na mizimu, kwa sababu kila siku sisi waganga wenye nyota 7 huwa tunaelekezwa njia mbalimbali za kuweza kuwasaidia watu, na hasa mambo ya kuchanjana yamekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kuna watu zile chale zinawachukiza kwenye miili yao. Kwa hiyo zinakuwa zile chale haziondoki, zinaweka alama. Kwa mtu popote anapokwenda anaonekana yeye ni mtu ambaye alishawahi kuaguliwa kwa waganga, au ni mtu ambaye ni mshirikina sana anakwenda kwa waganga, au wengine wakichanjwa zile alama zinakuwa zinawaonyesha, zinawaachia show ambayo sio nzuri, hasa wanawake wanakuwa hawazipendi. Kwa hiyo sisi waganga wa jadi sasa hivi tumeboresha mvuto ambao tunaweza tukakupatia ni mvuto wa dawa za kuoga, lakini pia ukapewa na pete kwa ajili ya kuweza kukupatia mvuto. Upo mvuto wa pete, upo mvuto wa dawa ambazo ni za kuoga, sio za kuchanja. Lakini pia kwenye mambo ya kinga, zamani watu walitengenezewa kinga kama vile hirizi, wakawa wanameza. Hizo hirizi baadaye zilikuja zilionekana zikawa zinakuwa zina madhara, labda ile kinga imekaa kwa muda mrefu, au zile hirizi au vile vitu vya kufukia kwenye nyumba, baadaye kuna majini mabaya wanaweza kukaa ndani ya zile hirizi kwa sababu zinakuwa zina vingila. Kwa hiyo huwa kuna majini wanaofuata vile vingila, na baadaye unakuta mtu amezindikiwa nyumba yake, anakuja anaambiwa tena baadaye hiyo kinga inageuka kuwa jini. Kwa hiyo kupitia changamoto hizo ambazo tumeweza kuzigundua sisi wataalamu na mabingwa wa tiba za jadi, tumeweza kuja na dawa ambazo zinaweza kuwa zikakupa kinga lakini zisikuletee madhara. Moja wapo ni pete. Tumeweza kukupa pete ambayo ikaweza kukulinda wewe pamoja na kulinda familia yako. Ama tunaweza kukupa kembe. Kembe ni zile danga unazokuta za shaba mtu anazivaa mkononi, kwenye mkono wake. Zile kembe pia ni kinga nzuri sana. Unaweza ukakingwa zile, wala hakuna kuchanjwa chale, wala hakuna kufanywa kitu chochote cha kuchanjwa tena ambacho kikaweza kuleta matatizo tena. Zile ni kembe unavaa, inakuwa ni kinga kwako kwenye nyumba yako pamoja na watoto wako. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto, bingwa wa tiba asili ya Afrika, nilikuwa nataka nikwambie wewe mtu ambaye unaogopa kwenda kupata tiba kwa waganga kwa kuogopa kuchanjwa, nikwambie kwamba sisi mabingwa na maguru wa tiba za jadi sasa hivi, hasa mimi Dr. Imani Mandoto, nimekuja na kinga za pete na kinga za kembe. Kembe ni zile danga ambazo mtu unazivaa na unakuwa hauchanjwi na wachawi hawawezi kukuloga. Wadhibiti wachawi wanayekuloga nyumbani kwako, kwenye biashara yako, kwa watoto wako, kwenye nyumba yako, kwa kuweza kuvaa pete ambayo itaweza kukukinga kupitia majina ya watoto wako na watu wote unaoishi nao. Lakini pia tutakupatia kembe ambayo itaweza kukulinda wewe, biashara yako, nyota yako, pamoja na mke wako na watoto wako unaokaa nao. Itakulinda dhidi ya maadui, itakulinda dhidi ya watu wabaya, itakukinga dhidi ya wachawi, itakukinga dhidi ya majini ili uweze kuwa salama. Kwa hiyo elewa ya kwamba bingwa wa tiba asili ya Afrika na mganga wa jadi Dr. Imani Mandoto anazo kinga za kuweza kukupa wewe bila kukuchanja, wala bila kufukia kitu nyumbani kwako, wala bila kufukia kitu chochote kwenye biashara yako. Na pia Dr. Imani Mandoto tunaweza tukakupatia mvuto kwa kutumia pete bila kuweza kukupa madawa yoyote kwenda kukuchanja wala kwenda kwa kwenye biashara yako. Naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha, na wewe ambaye labda ulikuwa hutaki kupewa madawa ya kuweza kuchanjwa, sasa umepata kujua kwamba ziko pete na kembe ambazo zinaweza kukusaidia. Kama unahitaji nipigie kwa namba ya simu ya 0655 942428. Lakini pia nikuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kushare video zetu, uendelee kulike na kucomment ili tuweze kukusaidia kadri utakavyokuwa umeweza kuuliza. Nimefikia mwisho, asante kwa kunisikiliza na kunitazama.